Mkuu wa Mkoa, lengo la mradi ni kusogeza huduma karibu na wananchi kwa kujenga kituo cha afya chenye miundombinu yote muhimu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ujenzi wa kituo umeanza kwa kuzingatia majengo ya vipaumbele ambapo jengo la wagonjwa wa nje lilishakamilika na linatoa huduma kwa sasa. Jengo lililopewa kipaumbele ni kumalizia jengo la mama na mtoto pamoja na upasuaji. Ujenzi unahusisha fedha kutoka serikali kuu, mapato ya ndani ya halmashauri pamoja na nguvu za wananchi. Bajeti ya ukamilishaji wa jengo la mama na mtoto pamoja na upasuaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukamilishaji wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto pamoja na upasuaji hadi sasa kukamilika inakadiriwa kutumia shilingi milioni 307. Kiasi cha fedha kilichopokelewa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi wa jengo la mama na mtoto pamoja na upasuaji limetekelezwa kwa fedha za serikali kuu na mapato ya ndani kwa mwaka 2024-2025. Mradi umepokea fedha kiasi cha shilingi milioni 270 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huu, ambapo kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 150 ni fedha kutoka serikali kuu na kiasi cha shilingi 120 ni mapato ya ndani ya halmashauri. Changamoto zifuatazo zilijitokeza wakati wa utekelezaji wa mradi: kutokuwepo na bajeti ya ujenzi wa nyumba za watumishi, kutokuwepo na bajeti ya kukamilisha miundombinu ya jengo la maabara, jengo la mochwari, jengo la kufulia na kichomea taka. Nashukuru wewe pamoja na Mheshimiwa Rais Mama Samia kutuletea milioni 200 zingine, na mpaka sasa hivi wanawatwiga kwa hili wanashukuru sana. Lakini sio haya, ni mengi ambayo yameweza kutendeka. Kwa hiyo kupitia haya ndani ya miaka 5 ni mengi yamefanyika. Kwenye zahanati kote huko fedha zimeingia. Kwenye afya tu kuna milioni 500 na ushe. Kwenye maji kuna bilioni 9.3. Kwenye elimu kuna milioni 600 ndani ya miaka 5 hii. Kwa hiyo kwa niaba ya Matwiga wameniagiza kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mbunge kwa jitihada zote ambazo kwa pamoja fedha zimekuja, sio kwa bahati mbaya, isipokuwa ni cheni ambayo na wewe ufuatiliaji ambao Mheshimiwa umeendelea kufuatilia. Nami niungane Mheshimiwa Diwani kuendelea kushukuru serikali awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu Hassan namna ambavyo imeendelea kutujali wananchi wa Chunya, hasa kata hii ya Matwiga. Jengo hili lilisimama kwa muda mrefu kwa juhudi mbalimbali, kuanzia viongozi wa kata, wilaya chini ya Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, chini ya mkurugenzi, kwako wewe mwenyewe binafsi, na salamu zilifikia Mheshimiwa Rais, aliweza kutupatia fedha. Leo tunaona kazi inaendelea hapa. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwa msikivu, namna ambavyo tukimpelekea maombi ya fedha naye anaendelea kuyaleta hapa. Wiki iliyopita tulifika kwenye jengo hili, mimi pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa wilaya na wataalamu wengine kulikagua, na tukaona kazi ambayo nzuri inaendelea, na tukaridhika na kazi hiyo, na tukamwagiza mkandarasi kufikia tarehe 15 mwezi ujao jengo hilo limekamilika na aweze tukabidhi ili huduma ziweze kuendelea. Hivyo ujio wako leo utachochea pale ambapo sisi tutoa maelekezo na wewe utasubiri kupokea maelekezo kutoka kwako, ili wananchi hawa wa Isangawana wao wanachohitaji kuona huduma zinaendelea kupatikana hapa. Nasi tunaomba tufikishe salamu kwa Mheshimiwa Rais kwa miradi mingi ya afya ambayo tumepokea hapa. Tumepokea fedha hizi, lakini tumepokea fedha kituo cha afya cha Mafyeko, tumepokea fedha kituo cha afya cha Kambikatoto, na sasa hivi tunaenda kupokea fedha kwa ajili ya kituo cha afya cha Rualagi. Naomba tufikishe salamu hizi pamoja na miradi mbalimbali mingi ambayo tunaendelea kuipokea kwenye wilaya yetu ya Chunya. Tunaomba salamu hizo tufikishie, na sisi wananchi wa Chunya, hasa tarafa ya Kipembawe, tunamwahidi utufikishie salamu. Tutampa kura nyingi za kishindo ili yeye pia aendelee kutupa fedha nyingi, ili awamu inayokuja tuendelee kwenda kufanya kazi.
nimetembea niona majengo, lakini hapa ndo nimeona mabadiliko makubwa. Yaani kumbe watu wa Matwiga ni watu wa mjini kweli kweli. Kandarasi ambaye anajenga, hongera sana mheshimiwa mbunge, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mwenyekiti wa chama, wakuu wa idara na wanaisangawana pamoja na mheshimiwa diwani. Mnaye diwani mzuri sana. Pigeni makofi mengi sana. Huyu baba alituambia pale kwamba hapa kuna shida. Tukiwa na mheshimiwa mbunge, baada ya mimi kupokea maelekezo kutoka kwake, mbunge akaniambia, mheshimiwa, leo unaenda huko, kuna shida pale. Nilipofika pale nikakutana na diwani na akaniambia jambo lile lile. Mimi nikaangiza hapa leteni milioni 100. Na wao halmashauri kupitia mkurugenzi na mwenyekiti ndugu wetu Mwanginde wakaongeza tena milioni 100 karibu na 20. Piga makofi kwa viongozi hao wote. Ndugu zangu, niwaambieni, baadaye mheshimiwa rais akaona kwa kweli halmashauri imefanya kazi kubwa, na yeye akaja kuongeza tena zaidi ya milioni 200 na kitu. Maana yake ni kwamba, ndugu zangu, tumuunge mkono mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Wote wanaosema Samia anatosha na chenji na baki, nyosha mkono juu. Maneno tupa kule, tuko na Samia mpaka kieleweke. Twende na Samia taratibu, tutafika. Hapo vipi? Wangapi wanasema ndugu yetu Masate ndio kasaka anatosha na chenji na baki, kijana mmeldadi kabisa huko. Makofi mengi sana kwake. Amepiga ongea akasema lazima niende pale Zangawana nikashuhudie kituo cha afya kinapojengwa. Ndugu yangu Masate, ongea sana. Na taarifa umetembea usiku ndugu yangu. Umekuja hapo. Kwa kweli kazi mnaiweza. Jamani, huyu jamaa kweli kuna mtu kweli dhambi zake nipeni mimi lakini. Dhambi za Masate sema nipa. Nipeni dhambi zake nioneke nazo. Nenda kuzipeleka wapi? Najua mimi. Hapo vipi? Hapo mengi sana kwa Masate. Sasa mheshimiwa diwani huyu ni mtaratibu sana, lakini kwa kweli ni mchapakazi sana. Kwa kweli ndugu yangu mheshimiwa diwani, mimi kwa kweli niliponiambia siku ile mimi nimeleta zile pesa, zimekuja nikaelekeza halmashauri wameleta. Ndugu yangu, unajua ni tena na sisi. Lakini jambo lingine ni waombe wanaisangawana. Huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Tunaye rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hela hapa zimekuja na leo tumeshuhudia deko. Huyu mkandarasi anafanya hayo yote kwa sababu mheshimiwa rais kaleta pesa na halmashauri imeleta pesa. Na nyinyi kwa ushirikiano mnafanya kazi nzuri. Hakika wanaisangawana, nyinyi wenyewe mnatakiwa mjipongeze na mjipigie makofi mengi sana.